Royal Win, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari 1 Tanzania. Al-Masry bila kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Mfadhili wa zamani wa klabu hiyo Azim Dewji amesema kwamba shabiki anahitaji kusafiri kwa ajili ya kwenda kutazama mchezo huo ni kulipia $500, ambapo $500 nyingine itatolewa na klabu, huku kiasi hicho kikijumuisha usafiri wa ndani kutoka Cairo hadi mji wa Ismailia. Lakini pia Dewji amesema kwamba ili kuepusha zile gharama za kulala huko Misri, wamepanga kusafiri siku ya mchezo na baada ya mtanange watageuka na kurejea nchini Tanzania. Lakini pia tafsiri ya Simba hawatokuwa na haja ya kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi katika uwanja wa Al-Masry, jambo ambalo limepelekea kugomea dabi ya Kariakoo. Itategemeana kwa sababu unajua kuna kitu kimoja, si ndio? Hao ambao watakao safiri siku moja kabla ya mchezo ni wachezaji pamoja na mashabiki na viongozi, ama itakuwa ni viongozi pamoja na mashabiki, kwa sababu kama tunavyojua pia kuna hizi place ambazo huwa ni siku moja kabla ya mechi. Vipi kwa upande wa Simba wamejipanga vipi? Na baada ya mechi ya dabi tulipata taarifa za ndani kwamba kuna baadhi ya watu ambao wameelekea nchini Misri kwa ajili ya kwenda kuangalia utaratibu uko vipi, na Simba ni sehemu gani ambao wanaweza wakafikia, maandalizi ya mechi yako vipi, na kikubwa zaidi nadhani ni support ambao wanahitaji zaidi kutoka kwa upande wa mashabiki. Kitendo cha gharama kuwa milioni 1 na kuwafanyia $500 ina maana ni nusu hasara ambao klabu imekubali kuweza kuingia. Kwa nini wamekubali kufanya hivi? Wanahitaji zaidi support ya mashabiki. Kwa aina ya timu ambao wako nayo kwa sasa na ubora wa mchezaji mmoja mmoja ambao wako nayo, haiwafanyi tu wao kuweza kuamini kwamba watapata matokeo. Shabiki naye anasalia kuwa ni miongoni mwa mchezaji wa namba 12 kwenye upande wa mpira wa miguu. Kwa hiyo ni jambo zuri, na mashabiki pia wanapaswa kuwa sehemu ya kipaumbele pia cha klabu yao, wasiache nyuma. Al-Masry hapa katikati wamebadilisha pia mwalimu, amekuja kocha mpya baada ya timu yao kuweza kushindwa kupata matokeo mazuri kwenye mechi 3. Kwa hiyo mwalimu mpya kuna kitu ambacho lazima aje akionyeshe kwa upande wa mabosi wao, lakini lazima pia aweze kuonyesha kwa upande wa wachezaji ili kuona kwamba mabadiliko ambayo walikuwa wameyafanya hayakuwa sio sahihi, yalikuwa ni sahihi. Na huwa tunaamini kwamba anapoingia mwalimu mpya mara nyingi mindset za wachezaji huwa ni kupambana kuhakikisha kwamba wanapata nafasi kwenye upande wa kikosi cha kwanza. Kwa hiyo hii Simba nao wanapaswa kuwa nao sana makini, isije ikaje ikawaangukia wao wachezaji wa Al-Masry wakiwa wanajitafuta kuhakikisha kwamba wanataka hiyo nafasi kwenye upande wa kikosi cha kwanza cha kocha mpya. Kwa hiyo ni mechi ngumu na ni mechi ambayo Simba wanatakiwa kufanya maamuzi sahihi zaidi, na bahati mbaya bado hatujajua kwamba mechi yao ya pili ya marudiano Simba wataenda kwenda kuchezea kwenye upande wa uwanja gani. Kama Benjamin Mkapa itakuwa imepitishwa, nadhani itakuwa ni jambo zuri, na kama sio Benjamin Mkapa pengine uwanja unaotajwa zaidi ni uwanja wa Rwanda, si ndio? Lakini nako pia kwa anahitaji sana mtaji wa mashabiki kuhakikisha wanaenda kufanya vizuri, na target sioni, kwa sababu sioni ya hatua robo finali, kwa sababu nimewasikia wachezaji wengi wa Simba wakiwa wanazungumza, wanasema kwamba walau wafike hatua finali, kama sio nusu finali basi hatua ya nusu finali. Kwa hiyo ni mahitaji makubwa ambayo wachezaji pamoja na benchi la ufundi ambao wamekuwa wanafanyaje wanahitaji. Kwa hiyo hawahitaji kwenda safari ya peke yao, bali wanahitaji wapate support ya kuwavusha hapa walipo na kuelekea sehemu nyingine. Lakini kabla hatujaenda kuangazia gia namba 3 ambayo ndio gia ya mwisho kabisa ndani ya Sports Gear, Juma ungetupitisha kwa